Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunashukuru tena Mungu kwa kutupa tena nafasi ya kuendelea na somo letu. Kumbuka tulikuwa tunaendelea na somo letu, somo lilikuwa linaenda kwa jina la self awareness, jitambue. Na Mungu ameendelea kutusaidia, kutufundisha mambo kadha wa kadha. Nipende tu kusisitiza kwamba kama bado hujasikiliza baadhi ya vipindi vingine, basi unaweza tu ukaenda kwenye channel yangu ya YouTube kwa jina la Emmanuel Mwakembe. Hakikisha unasikiliza somo zima ili uweze kuelewa maana pana kabisa ya neno kujitambua. Na kumbuka kwamba tunapozungumzia maana ya kujitambua, tunazungumzia maeneo mawili makubwa. Tunazungumzia kujitambua kwa maana ya kwamba kujitambua wewe, kujielewa wewe na fahamu zako na mwili wako, namna ambavyo uko hapa duniani na unatenda kazi. Lakini pia kuelewa mazingira yako, kuelewa mazingira yanayokuzunguka, Na kwenye vipindi vilivyopita tumeeleza mambo kadha wa kadha, na kwenye kipindi kilichopita tulikuwa tukielezea tabia ambazo zinaambatana na mwili wa asili. Na nashukuru kwa feedback ambazo nazipata kutoka kwa watu mbalimbali na maswali ambayo wengine wamekuwa wakiniuliza na nimekuwa nikiendelea kuwajibu, na najua ni kwa sababu ya vipindi vingine tulikuwa bado hatujafundishana. Lakini tunapoendelea mbele, naamini kabisa ya kwamba mtu akisikiliza somo lote atapata uelewa mpana sana nini maana ya kujitambua. Leo tunaenda kuzungumzia jambo lingine. Ambalo linatusaidia kujitambua. Na leo tunaenda kuzungumzia tabia zinazotawala mfumo wa dunia hii. Ama unaweza ukasema tabia zinazotawala mazingira yanayotuzunguka. Tukumbuka tunaposema kujitambua, lazima tujitambue sisi, kwa maana ya kwamba tujitambue sisi ni wakina nani, tutambue miili yetu, tutambue kila kitu ambacho Mungu ametupa, lakini pia lazima tuyatambue mazingira yetu. Sasa leo tunaenda kuweka msisitizo mkubwa kwenye mazingira yetu, Sasa tuko kwenye dunia ambayo inaongozwa na mifumo mbalimbali. Na ndio maana tunapotaja mazingira, huwezi ukataja mazingira bila kutaja mifumo inayoongoza hayo mazingira. Kwa hiyo hii dunia ni dunia ambayo iko na mifumo mbalimbali. Kuna mfumo ambao ni mfumo wa elimu, kuna mfumo wa mambo ya uongozi, kuna mfumo wa ushereheshaji, kuna mfumo wa mambo unaotawala mambo ya fedha, kuna mfumo unaotawala mambo ya habari, kuna mfumo unaotawala mambo ya afya. Kuna mifumo mbalimbali. Kwa hiyo cha kwanza unachotakiwa kujua ni kwamba hii dunia, mazingira yetu yanatawaliwa ama yanaongozwa na mifumo mbalimbali. Mazingira yetu yanaongozwa na mifumo mbalimbali. Hicho kitu cha kwanza cha kujua. Kitu cha pili ambacho unatakiwa ukijue ni kwamba lengo kubwa ya mfumo wa dunia hii. Sasa hiyo mifumo mbalimbali ambayo inatawala dunia ndio inaunda mfumo wa dunia hii. Ukisikia mtu anakuambia mfumo wa dunia hii, maana yake ni mjumuisho wa mifumo mbalimbali ambayo inatawala dunia hii. Kwa hiyo inakuja inaleta mfumo wa dunia hii. Sawa? Hicho kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili lazima ujue, lengo kubwa la mfumo wa dunia hii ni kutawala watu wa dunia hii. Kwa hiyo lengo kubwa la mifumo ni kuwatawala watu wa dunia. Lengo kubwa hii mifumo ni kututawala. Ndio lengo lake kubwa. Kwa hiyo hii mifumo imetengenezwa ili iweze kumtawala mwanadamu. Sasa imtawale kwenye mambo gani? Nitataja baadhi ya mambo ambayo hii mifumo imetarget kumtawala huyu mwanadamu. Mfumo wa dunia hii lengo lake ni kutawala mawazo ya mwanadamu. Hilo ni lengo kubwa sana la mfumo wa dunia hii. Kwa sababu ikitawala mawazo ya mwanadamu, kumbuka kila kitu ambacho unafanya kimeanzia kwenye mawazo. Umefikiri, umeweka conclusion kwenye mawazo yako,
ukaishia kufanya. Kwa hiyo mfumo wa dunia ukitawala mawazo yako, maana yake itaongoza matendo yako. Hicho kitu cha kwanza. Lakini pia kitu cha pili, mfumo unataka kutawala nini? Inataka kutawala muda wako. Inataka kutawala muda wako. Kwa hiyo mfumo, lengo la mfumo wa dunia ni kutawala muda wako. Utawale muda wako. Yaani namna ya matumizi ya muda wako iwe inaamuliwa na mfumo wa dunia hii. Namna ya matumizi ya muda wako iamuliwe na mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo wewe usiwe na utawala wa muda wako, ila mfumo wa dunia ndio ukuamulie muda wako utautumia vipi, muda wako utaenda vipi. Lakini pia mfumo wa dunia hii unataka kutawala hisia zako. Hisia zako. Mfumo wa dunia inataka kutawala hisia zako. Kwa maana ya kwamba mfumo wa dunia ndio uwe determinant, yani ndio uwe unasababisha wewe kufurahi, yani uamue. Mfumo wa dunia ndio ukuamulie wewe kufurahi, mfumo wa dunia ukuamulie wewe kuhuzunika, mfumo wa dunia ukuamulie wewe kuwa vizuri ama kuwa vibaya, yani utawale hisia zako. Kwa hiyo lengo kubwa la mfumo wa dunia ni kutawala pia hisia zako. Lakini pia lengo kubwa la mfumo wa dunia ni kutawala uchumi wako. Yaani mfumo wa dunia ndio ukuamulie wewe uchumi wako, ukuamulie matumizi yako ya fedha yaweje. Yaani wewe usiwe na utawala wa fedha zako, wewe usiwe na utawala wa uchumi wako. Mfumo wa dunia ukuamulie wewe. Ukuamulie wewe. Na ndio maana kuna vitu vingi sana unatamani kuvifanya lakini unashindwa kuvifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna fedha ya kufanyia. Na kwa sababu gani hauna fedha? Kwa sababu mfumo ndio unaokuamulia matumizi yako. Mfumo ndio unaokuamulia uchumi wako. Kwa hiyo lazima uelewe hicho kitu. Lakini pia kitu cha tatu cha msingi sana unachotakiwa kukielewa ni kwamba Yesu alipokuja duniani, Yesu hakuja kubadilisha mfumo wa dunia hii. Yesu hakuja kubadilisha mfumo wa dunia hii. Yesu alikuja kutupa ushindi dhidi ya mfumo wa dunia. Kwa hiyo ushindi uko ndani yetu. Ushindi ni pale unapomkubali Yesu. Ushindi ni pale unapoelewa kanuni za kimaandiko, kanuni ambazo Yesu alikuja nazo, ambazo zinatuwezesha sisi kushinda mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo Yesu hakuja kubadilisha mfumo wa dunia hii. Yesu alikuja kutupa ushindi dhidi ya mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo mfumo wa dunia bado upo, na usipoelewa kanuni za kushinda mfumo wa dunia, utaendelea, huu mfumo utakutawala tu. Mfumo utaendelea kukutawala tu. Mfumo utatawala mawazo yako, mfumo utatawala hisia zako, mfumo utatawala uchumi wako, mfumo utatawala muda wako, utatawala kila kitu chako. Kwa hicho kitu cha tatu, kwamba Yesu alikuja kutupa ushindi dhidi ya mfumo wa dunia, lakini Yesu hakuja kubadilisha mfumo wa dunia. Na ndio maana kuna wakati Yesu amemletea shilingi, Yesu akawajibu swali, jibu rahisi sana, akasema Bwana, wakamuuliza, je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari? Yesu akawaambia, ya Kaisari mpeni Kaisari, na ya Mungu mpeni Mungu. Kwa maana ya kwamba Yesu kwa maana nyingine anamaanisha kwamba mimi sikuja kubadilisha taratibu za mifumo ya dunia hii. Taratibu za ulipaji kodi na hizo sikuja kuzibadilisha. Kwa hiyo hayo mambo yaendelee. Lakini mimi nilikuja kuwapa ushindi dhidi ya mfumo wa dunia hii. Nilikuja kuwapa ushindi dhidi ya mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo kuna namna tunaweza tukaishi tukashinda mfumo wa dunia hii. Kuna namna tunaweza tukaishi mfumo wa dunia hii ukawa hauna maamuzi tena dhidi yetu. Mfumo wa dunia hauna maamuzi dhidi yetu. Yaani sisi tunatawala uchumi wetu, tunatawala mawazo yetu, tunatawala hisia zetu, tunatawala muda wetu, kila kitu chetu tunakitawala. Kwa sababu gani? Ndio ushindi ambao Yesu alikuja kutupatia. Sasa haya ni mambo ya msingi sana ya kuelewa. Nimesema jambo la kwanza, tuko kwenye dunia ambayo inaongozwa na mifumo. Jambo la pili, lengo la mifumo ya dunia hii ni kututawala. Jambo la tatu, Yesu hakuja kubadilisha mifumo ya dunia hii. Yesu alikuja kutupa ushindi dhidi ya mfumo wa dunia hii. Sasa kwa sababu lengo kubwa ya somo hili ni kuyaelewa sasa mazingira yetu. Ni kuyaelewa mazingira yetu. Kwa hiyo tunataka sasa tujue tabia ambazo zinatawala mfumo wa dunia hii.
Lazima tuzijue. Ili tunapoona mambo haya yanayotokea tujue okay, yametokea wapi? Yametokea wapi? Kwa nini yanatokea? Lengo lake ni nini? Unaona? Kwa sababu ukijua unakuwa kwenye asilimia nzuri sana ya kuweza kushinda huo mfumo. Lakini lazima kwanza ujue. Kitu cha kwanza, mfumo wa dunia hii. Tabia ya kwanza mfumo wa dunia hii umeweka tafsiri mbalimbali kwenye kila kitu. Sasa haimaanishi kwamba tafsiri ya vitu ambavyo mfumo wa dunia hii imeweka basi ni tafsiri sahihi. Haimaanishi kwamba ni ndio tafsiri ambazo ndio uhalisia wake. Kumbuka, kabla hatujaingia kwenye hizi tabia, kitu cha nne ambacho nataka ikisisitize ni kwamba nani yuko nyuma ya mfumo wa dunia hii? Shetani na malaika zake wako nyuma ya mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo shetani yuko very responsible kutengeneza mambo mbalimbali ambayo ana influence kwenye mfumo wa dunia, ili mfumo wa dunia uweze kututawala, kwa sababu anajua kabisa kama mfumo wa dunia ukitutawala basi shetani ametutawala. Mfumo wa dunia ukitutawala basi hatuna mamlaka ama hatuna nguvu tena zidi ya shetani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mfumo wa dunia ndio determinant ya namna tunavyoishi. Kwa hiyo nimeongeza jambo la nne hapo. Kwa hiyo nimesema jambo la kwanza, tuko kwenye mfumo ambao tuko kwenye dunia ambayo inaongozwa na mifumo mbalimbali. Jambo la pili, lengo kubwa la mifumo hii ni kututawala. Jambo la tatu, Yesu hakuja kubadilisha mfumo wa dunia, bali alikuja kutupa ushindi dhidi ya mfumo wa dunia. Jambo la nne, shetani na malaika zake ndio watu ambao wako nyuma ya huu mfumo. Kwa hiyo wanatumia mfumo ili kuweza kuitawala dunia. Wanatumia huu mfumo ili kuweza kutawala mawazo ya watu, kuweza kutawala muda wa watu, kuweza kutawala hisia zao. Kwa sababu wanajua wakishatawala hayo mambo, basi wamechukua uongozi kamili dhidi ya mwanadamu. Sasa tunaenda kwenye tabia. Tabia ya kwanza inayotawala mfumo wa dunia hii ni kwamba mfumo wa dunia hii ina tabia ya kutengeneza tafsiri kwenye vitu mbalimbali. Sasa nitaeleza baadhi ya tafsiri ambazo mfumo wa dunia hii umetengeneza. Kwa mfano, tafsiri ya kwanza ambayo mfumo wa dunia hii imetengeneza ni tafsiri ya uzuri. Na hii nimesisitiza hata kwenye vipindi vilivyopita kwamba mfumo wa dunia umetengeneza tafsiri ya uzuri, kwamba tunapozungumzia huyu mtu ni mzuri, kwa maana ya uzuri ni nini maana yake. Sasa utakuta mfumo wa dunia hii umetengeneza uzuri, kwamba uzuri upo kwenye maumbile ya mtu. Kwa hiyo kuna structure ya maumbile ya mtu, ndio mfumo wa dunia hii unatafsiri kwamba huyu mtu ni mzuri. Kuna rangi ya mtu inayotafsiri kwamba huyu mtu ni mzuri. Kwa mfano utakuta kwamba mtu mwenye rangi nyeupe, dunia inamtafsiri kwamba ni mzuri kwa sababu ya rangi yake. Mtu mwenye maumbile, labda maumbile wengine wanasema umbo namba 8 au wengine wanasema maumbile. Kuna maumbile ambayo dunia au mfumo unatafsiri kwamba mtu akiwa na maumbile ya aina hii, huyo ndo mzuri. Mtu akiwa na rangi ya namna hii, huyo ndo mzuri. Mtu akiwa na urefu, kimo fulani cha urefu, huyo ndo mtu mzuri. Mtu akiwa na macho ya aina fulani, huyo ndo mtu mzuri. Mtu akiwa na structure fulani ya sura, huyo ndo mtu mzuri. Kwa hiyo uzuri umetafsiriwa kwenye maumbile ya nje. Dunia au system of this world imetoa tafsiri ya uzuri, tafsiri yake ya uzuri. Sasa lengo lake ni nini? Lengo lake la kwanza ni kuifanya tamaa iwe na nguvu zaidi kuliko upendo. Kwa maana ya kwamba watu wawe wana focus zaidi kwenye uzuri wa nje
kuliko uzuri wa ndani, kuliko uzuri wa ndani. Kwa maana ya kwamba watu wawatendee mema zaidi wale ambao dunia imewatafsiri kwamba ni wazuri, na hao wengine wasiwatendee mema. Na ndio maana utakuta kuna watu wanawadharau watu wengine, na watu wengine wanawaheshimu. Hawaheshimu kwa sababu ya karakta zao, wanawaheshimu kwa sababu tu ya uzuri wao, kwa sababu ya maumbile yao ya nje. Sasa hilo lengo la kwanza. Lakini lengo la pili ni kuwafanya watu watazame zaidi, utu wa nje kuliko utu wa ndani, kuwafanya watu watazame zaidi karakta za nje kuliko karakta za ndani. Ndio lengo la pili la mfumo wa dunia hii. Sasa watu wanapo focus zaidi kwenye karakta za nje kuliko karakta za ndani, maana yake hawa focus zaidi kwenye utu wa ndani. Utu wa ndani ndio mtu halisi. Utu wa ndani ndio mtu halisi. Yaani tukitaka kumjua mtu halisi hayupo kwenye maumbile yangu, hayupo kwenye urefu nilionao, hayupo kwenye uweupe au uweusi nilionao, hayupo kwenye urefu au ufupi nilionao. Mtu halisi ni mtu yule wa ndani, Yule ndio ambaye amebeba karakta, ndio amebeba tabia yangu, ndio amebeba na sasa ninapo focus kwenye utu wa nje, maana yake sipati uhalisia wa huyu mtu. Siwezi kupata uhalisia wa huyu mtu. Kwa sababu gani? Utu wa nje, haya maumbile ya nje hayana uhalisia wa utu wa ndani. Sasa lengo lingine la kutengeneza tafsiri ya namna hii ni kuwafanya watu wajichukie. Kwa maana ya kwamba kama vile ulivyo haijatafsiriwa kwamba ni uzuri. Kwa maana ya kwamba kama uzuri umetafsiriwa kwamba ni mtu mrefu, alafu huyu mtu mfupi atajikuta huyu mtu mfupi anajichukia kwa sababu ya ufupi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia imemwambia kwamba yeye sio mzuri. Kwamba kama dunia imetafsiri kwamba mtu mzuri ni mweupe na yeye ni mweusi, basi atajikuta huyu mweusi anajichukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia imemwambia kwamba yeye sio mzuri. Kwa hiyo atatamani hata aanze kujibadilisha kutaka kuwa mtu mweupe. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia haimwambii kwamba yeye ni mzuri. Dunia inamwambia kwamba yeye ni mtu mbaya. Dunia inamwambia kwamba yeye hafai. Dunia inamwambia kwamba yeye hafai. Lakini pia lengo la hizi tafsiri ni kuwafanya watu wawekeze zaidi kwenye utu wa nje. Yaani kuwafanya zaidi watu wawekeze kwenye utu wa nje. Kwa hiyo utakuta mtu anatumia gharama kubwa sana kwenye mavazi, anatumia gharama kubwa sana kwenye kujitengeneza ili dunia imuone kwamba na yeye ni mzuri. Kwa sababu gani? Dunia imeshatoa tafsiri kwamba mtu uzuri uko namna hii. Kwa hiyo utakuta kugundua sasa kwamba hii mifumo ya dunia imetengeneza tafsiri ili kuchochea dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanajikuta kwamba tamaa zao, watu wanajikuta wanatamaa, watu wanajikuta sasa hawafocus kwenye vitu vya msingi, kwenye utu wa ndani, wanafocus zaidi kwenye utu wa nje. Sasa dunia inatumia vitu gani? Dunia inatumia vitu vingi sana kutangaza hizi tafsiri ambazo kiuhalisia sio tafsiri sahihi. Yaani unavyoniambia kwamba mtu uzuri ni maumbile ya mtu ya nje, sio kitu sahihi. Lakini inatumia namna hiyo ili tu kuhamasisha uovu. Kwa hiyo utakuta ndizo tafsiri ambazo zimejaa kwenye media, na media imekuwa imezihamasisha kweli. Utakuta hata wanaweka mashindano ya watu ya urembo. Mashindano ya urembo na uzuri. Kwa maana ya kwamba utakuja kwamba wanaweka character kwamba kwenye hayo mashindano lazima mtu awe na structure hii, kwamba mtu awe na kilo hizi, lazima. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanaendelea kwa ajili tu ya kumfanya huyu mwanadamu, kumfanya concentrate kwenye vitu ambavyo sio vya msingi, lakini kupeleka tafsiri ambayo sio tafsiri sahihi ndani yake. Lakini kuna tafsiri nyingine, tafsiri ya mafanikio. Kwa mfano, tafsiri ya mafanikio, utakuta mifumo ya dunia hii na tafsiri ya mafanikio kwamba ni mtu ambaye ana majumba mengi ya kifahari, ni mtu ambaye ana magari mengi ya kifahari, ni mtu ambaye ndio tafsiri ya mafanikio. Kwa hiyo utakuta tunapozungumzia mafanikio kwenye tafsiri ya dunia hii, tunazungumzia zaidi magari ya kifahari, tunazungumzia zaidi majumba ya kifahari, tunazungumzia zaidi huyu mtu ana fedha nyingi, tunazungumzia zaidi asset ambazo anazo huyu mtu. Kwa hiyo ndio tafsiri ya dunia hii ya mafanikio. Ndio tafsiri ya. Lakini kweli mafanikio ni mtu kuwa tu na magari?
ndio mafanikio. Hivyo ni vitu ambavyo kweli vinaweza vikawa ni kati ya vitu ambavyo vinaweza vikatuelezea kwamba huyu mtu amefanikiwa, lakini si sawa kwamba mafanikio ipo kwenye vitu tu, kwenye assets. No, haizungumzii furaha ya mtu, haizungumzii namna huyu mtu anavyoweka impact kwa watu wengine, haizungumzii huyu mtu anavyotenda matendo ya upendo. Hapana, hayo haizungumzii. Itazungumzia tu kwenye vitu ambavyo lengo lake nini? Lengo lake nini? Ili kuhamasisha watu wanapofikiria mafanikio, basi waone wanapozungumzia mafanikio, waone pesa ndio mafanikio, waone mali ndio mafanikio na si vinginevyo. Kwa hiyo hii inatengeneza nini? Inawatengeneza watu kuwa binafsi, inawatengeneza watu wawe radhi kufanya chochote ili kupata utajiri. Kwa hiyo mtu anajikuta kwamba anapambana kwa namna yote, hata kwa kutumia njia zisizo halali, ili tu apate utajiri. Inatengeneza watu wawe wezi, inatengeneza watu wawe na tamaa, watu wawe na dhuluma, watu wawe na ufisadi, ili tu waweze kupata fedha, ili tu waweze kupata mali, ili tu waweze. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia imemtengenezea wrong definition. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza, kwamba tabia ya mifumo ya dunia hii, tabia ya kwanza huwa inatengeneza tafsiri. Kwa hiyo sio kila kitu ambacho unakisikia, hata kama ni kitu maarufu sana, basi uhalisia wake huko hivyo. Hicho kitu cha kwanza nataka uelewe. Unaposikia sijui uzuri, usifikiri kwamba uzuri ndio huo ambao dunia inasema ni uzuri. Usifikiri kwamba mafanikio ndio hayo ambayo dunia inasema. Kwa hiyo ni lazima ukae chini na kuanza kujudge, uanze kuchallenge, uanze upate right definition. Upate right definition ya uzuri, upate right definition ya mafanikio. Kwa mfano, definition ya uzuri wa mtu unaanza kuonekana pale ambapo anaanza kuimplement, pale ambapo anajitambua na anaanza kuimplement, anaanza kutekeleza lile kusudi la kuishi kwake. Kwa sababu ya kuishi kwako ndio imejaa uzuri. Kwa unapoanza kuishi sababu ya kuishi kwako, ndio ambapo tunaanza kuona uzuri wako. Hata kama ukiwa na uzuri ambao dunia inausema ni uzuri, kama hautaishi sababu ya kuishi kwako, maisha yako hayana maana, maisha yako hayana impact kwenye dunia, maisha yako hayana faida yoyote. Kwa hiyo dunia inakutemu kwamba wewe ni mzuri, lakini maana halisi ya uzuri haupo. Dunia itakutemu kwamba una mafanikio kwa sababu una mali, una fedha, lakini kwenye maana halisi ya mafanikio haupo. Na ndio maana kuna watu wana fedha nyingi lakini wamejaa matatizo. Watu wana fedha nyingi lakini hawana furaha. Watu wana fedha nyingi lakini hawana amani kwenye mioyo yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu ametafuta hizo fedha akifikiri kwamba atakuwa na amani, lakini mwisho wa siku hana amani. Kumbe fedha sio maana halisi ya mafanikio. Kwa hiyo kitu cha kwanza natakiwa ukifahamu. Kitu cha pili, tabia ya pili ya mfumo wa dunia hii. Tabia ya pili ya mfumo wa dunia hii. Tabia ya pili ni nini? Mfumo wa dunia hii haujali kuhusu matatizo. Haujali kuhusu matatizo yako, haujali kuhusu matatizo ya jamii, haujali kabisa. Watu wako busy na mambo yao. Kwa hiyo usifikiri watu wako busy na mambo yako. Usifikiri watu wanafikiria kuhusu matatizo yako. Usifikiri watu. Mfumo wa dunia unasisitiza watu kutokujali kuhusiana na matatizo ya wengine. Mfumo wa dunia unahamasisha nini? Unahamasisha watu kujali mambo yao tu. Unahamasisha watu kudiri na mambo yanayowahusu tu. Unahamasisha hivyo. Kwa hiyo unahamasisha, lengo ni kuwafanya watu wawe binafsi, lengo ni kuwafanya watu wahangaikie mambo yao wenyewe tu. Lengo ni kuwafanya watu wasione kana kwamba wanahusika na matatizo ya watu wengine, Sasa ni lazima ujue mfumo wa dunia uko vipi. Ni lazima ujue mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo usipokuwa makini, unaweza ukajikuta na wewe unafikiri ndio maisha. Maisha ni kuangalia mambo yako tu. Maisha ni kutoangalia mambo ya watu wengine. Maisha ni kutoangalia matatizo yanayowakabili watu wengine. Unafikiri ndio maisha. Kumbe Mungu alimleta kila mtu ambaye amekuja hapa duniani. Mungu aliweka suluhisho la matatizo ambayo yanaikumba dunia. Na moja sababu kubwa ya wewe kuzaliwa ni uje kusolve matatizo ya watu wengine.
uje kusolve matatizo ya watu wengine, uje kusolve matatizo yanayoikumba jamii, uje kusolve. Lakini mfumo wa dunia hii haujali kuhusu matatizo yako wewe. Pambana. Ndio maana utakuta kuna kauli zinaibuka, watu wanasema pambana na hali yako bwana. Hayo mambo mimi hayanihusu. Haya mambo kwa sababu gani? Kwa sababu dunia haijali kuhusiana na matatizo ya watu wengine. Kwa hiyo inawezekana unamlaumu mjomba kwamba mjomba ni mtu mwenye pesa lakini hakuja kusaidia. Unamlaumu baba mkubwa, sikiliza, hata kama una ndugu ana fedha au ni matajiri, sikiliza, mfumo wa dunia hii au encourage au wasisitizi kusaidia wengine. Kwa hiyo hata kama anapata zaidi, anataka aendelee kupata zaidi. Hata kama anapata zaidi, anataka aendelee kujilimbikizia mali. Kwa hiyo atadili na mambo yake. Ataangalia sana yeye na familia yake na watoto wake. Hana muda na matatizo ya watu wengine. Kwa hiyo hicho ni kitu lazima ukielewe. Kwenye mfumo wa dunia, watu wako bize na mambo yao. Na mfumo wa dunia unahamasisha watu kuwa bize na mambo yao. Unahamasisha watu kutoangalia mambo ya watu wengine. Hicho kitu cha pili. Kitu cha tatu, mfumo wa dunia hii unajali zaidi faida. Kwamba okay, mimi nikifanya kitu hiki nitapata nini? Unaona? Kwamba nitapata nini? Nitafaidika vipi? Unaona? Kwa lugha ya Kiingereza nasema ni mfumo ambao uko after profit. Na ndio maana kwenye masomo tunayosoma kwenye mambo ya uchumi utakuta lengo la kwanza la organization ni kumaximize profit. Lengo la kwanza la organization yoyote ile ni kumaximize profit. Ukiachana na hizi organization ambazo zenyewe ni non profit organization. Lakini organization zingine, iwe ni makampuni, iwe ni taasisi, lengo lake la kwanza ni kumaximize profit. Lengo lake la kwanza ni kupata faida. Kwa hiyo usifikiri kuna mtu anakujali sana. Hapana, watu wanaangalia faida. Kwa hiyo kama kuna kitu anaona kwamba kitamnufaisha kutoka kwake, atakuja kwako. Utamuona kama anataka kukusaidia vile. Lengo lake sio kukusaidia. Lengo lake ni kwamba ameshaona kwamba kuna kitu atapata kutoka kwako. Ndio mfumo wa dunia. Kwa hiyo mfumo wa dunia una tabia hiyo. Mfumo wa dunia hii una tabia ya kujali zaidi faida. Kwamba nitapata nini? Nitafaidika vipi? No. Sasa lengo lake nini? Ni kwamba watu wasiwe na moyo wa kujitoa. Lengo la mfumo kwamba watu wasiwe na moyo wa kujitoa. Watu wasiwe na moyo wa kujitoa kwamba okay, mimi nimeshafanikiwa, mimi nishakuwa na mali, kwamba basi ni share hizi baraka na wengine. Mtu anaangalia kwamba okay, nikitoa nitapata nini? Nikisaidia nitapata nini? Mfumo wa dunia upo kwa ajili ya faida. Yaani faida imekaa mbele kuliko utu, kuliko kusaidia watu. Kwa hiyo hicho kitu cha kwanza, hicho kitu lazima ukijue. Kwamba watu nitapata nini? Lakini pia watu wasiwe na moyo wa upendo. Kwa hiyo sasa utakuja kugundua kabisa mazingira ya mfumo wa dunia hii unahamasisha hivyo vitu. Unahamasisha watu kutokujali kuhusiana na wengine. Unahamasisha watu akitaka kufanya kitu chochote aangalie yeye atafaidika vipi na hicho kitu. Kwa hiyo hata kama akienda kwenye jamii akakuta kuna matatizo kwenye ile jamii, cha kwanza anachokiangalia kwamba okay, napataje faida, natengeneza vipi fedha kutoka kwenye haya matatizo. Yaani atumie matatizo yako kutengeneza fedha. Atumie matatizo yake kujinufaisha. Ndio mfumo wa dunia hii. Nataka uelewe mfumo wa dunia hii ulivyo. Tabia zinazoambatana na mfumo wa dunia hii. Tabia zinazotawala mfumo wa dunia hii. Kitu cha 4, mfumo wa dunia hii usherekea na kupaza sauti. Usherekea zaidi na kupaza sauti zaidi za watu maarufu na watu wenye fedha. Ndio inawashabikia, ndio inawasherekea. Unaona? Kwa hiyo watu maarufu na watu wenye fedha wanashabikiwa zaidi, wanasherekewa zaidi. Kwa hiyo mfumo wa dunia utatumia tools zake, utatumia vifaa vyake. Vifaa vyake ni nini? Vifaa vyake ni nini? Itatumia internet kupaza sauti ya hawa watu, itatumia internet, itatumia vyombo vya habari, itatumia TV, itatumia show,
kupaza sauti za hao watu maarufu na watu wenye fedha ili washerekee. Sasa kinachokuja kutokea ni nini? Kinachokuja kutokea ni kwamba watu wengi wanajikuta sasa wanawafuatilia zaidi hawa watu. Wanawafuatilia zaidi. Sasa kwa sababu watu wanajikuta wanawafuatilia zaidi watu hawa ambao ni watu maarufu. Ona kitu kinachotokea ni kwamba hawa watu, kwa sababu wanafuatiliwa zaidi na watu, mfumo wa dunia hii unawatumia hawa watu sasa kupandikiza vitu potofu, kupandikiza vitu ambavyo vinaharibu jamii, kupandikiza tabia ambazo zinaharibu jamii. Na utakuta watu wengi maarufu wanakuwa na tabia za ajabu sana. Wanakuwa na tabia ambazo hazisaidii jamii. Zinakuwa kama ni vijana, utakuta wanapandikiza vitu wrong values ambazo ni very wrong value kwa vijana. Tabia zisizofaa kwa vijana. Zinahamasisha tabia za ulevi, zinahamasisha mfumo wa dunia inatumia hawa watu kuhamasisha ulevi, kuhamasisha uasherati, uzinzi, inatumia hawa watu. Na kwa sababu watu wanawafuatilia sana, sikiliza. Kinachokujaa ndicho utakachokitenda. Unachokipa nafasi zaidi kwenye ufahamu zako ndicho unachokitenda. Kwa hiyo kwa sababu watu wanawafuatilia sana, uwe na uhakika kabisa ya kwamba watu watatenda yale ambao wanayasikia kutoka kwa hawa watu. Watu wataiga na kutaka kuishi maisha wanayoishi hawa watu. No. Lakini pia mfumo unawatumia hawa watu maarufu. Kwa sababu hawa watu maarufu wanafuatiliwa sana na jamii. Kwa hiyo wanafanya jamii iwaamini hawa watu. Pasipo kufanya nini? Pasipo kufikiri wala kuhoji. Kwa hiyo lolote analosema mtu kwa sababu ni maarufu, basi ni kitu sahihi. Lolote analosema mtu kwa sababu ni tajiri, ana fedha, basi hicho ndio kinachopita. Na hata kitabu cha Mithali inasema hekima ya mtu maskini haisikilizwi. Kwa hiyo kumbe hawa watu matajiri na watu maarufu wanajikuta wana impact kubwa sana. Sasa wana impact mbovu, wana impact potofu. Watu wengi ambao ni maarufu, mfumo wa dunia unawatumia kuimpact vitu ambavyo ni potofu, vitu ambavyo ni vibovu, character ambazo hazifai kwenye jamii. Kwa hiyo utakuta maadili ya jamii yanaharibika. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu mfumo wa dunia unapaza sauti zaidi ya watu hawa maarufu. Kwa sababu gani inapaza sauti zao? Ili iwatumie kupandikiza character ambazo sio character nzuri. Kwa nataka uelewe mazingira yako. Kwa sababu ukielewa mazingira yako utakuwa na utawala wa maamuzi yako. Kwa hiyo ili kuanza kujua namna ya kutawala mfumo wa dunia, ni lazima uelewe haya mambo. Sasa kitu cha tano, mfumo wa dunia hii una tabia ya kupamba na kushabikia dhambi. Kwa hiyo ina tabia, dhambi inashabikia na kuipamba ionekane kwamba ni kitu kizuri, ionekane kwamba ni dili, ionekane kwamba ni kitu kinachofaa. Kwa mfano, tunajua kabisa kwamba ulevi ni kitu kibaya. Ulevi ni kitu ambacho kina madhara makubwa sana kwenye jamii. Kupitia ulevi ndoa za watu zimeharibika. Kupitia ulevi watu wamepoteza control ya maisha yao. Kupitia ulevi imesababisha hata mimba zisizotarajiwa. Kupitia ulevi ni kitu kibaya sana. Ndio maana Biblia imesema ulevi ni dhambi. Lakini mfumo wa dunia hii unahamasisha ulevi, unapamba ulevi. Umeshawaona matangazo ya bia, namna ambavyo yanapambwa na yanahamasishwa. Ushawahi kuona walevi wanavyoshabikia ulevi? Wanashabikia ulevi. Kuna kipindi kimoja nilikuwa nafanya kazi kwenye organization fulani kabla sijaanza kufanya kazi kwenye organization hii ninayofanya sasa. Sasa kukawa na training. Tukaenda kwenye training. Sasa kwenye ile training ni kwamba ile organization ina offer kiasi fulani cha fedha, kwamba hakikisha unatumia hicho kiasi cha fedha kama dina. Kilikuwa ni kiasi kikubwa, kwamba uruhusiwi kuichukua hiyo fedha, ila hakikisha unaitumia. Ukitaka kuimaliza imalize, ukitaka usimalize it's okay. Kwa hiyo unaenda pale unaagiza chakula. Kwa hiyo sasa nikajikuta kwenye kundi la watu ambao watu karibu asilimia 98 ya watu walioko pale ni watu ambao ni walevi. Nimejikuta mimi peke yangu pamoja na mwenzangu mmoja ndio atutumii ule. Kwa hiyo tukiagiza chakula pale,
wao wanazungusha na kinywaji cha pombe pale kinajaa. Sisi tunaagiza vitu vingine, vinywaji vingine ambavyo sio vya pombe. Sasa wanaanza kutusema na kutukebei. Kwa sababu gani? Wanashabikia ule ulevi. Wanatukebei kwamba nyie bwana mnakunywa vinywaji vya kitoto. No. Lakini utakuja kukuta kabisa kwamba walevi huwa wanashabikiana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mfumo wa dunia una tabia kuhamasisha dhambi. Mfumo wa dunia unahamasisha ulevi, unahamasisha, unaupigia sana chepuo, unahamasisha sana uzinzi. Utakuta lengo lengo la hizi media kushabikia sana miziki ya dunia hii, kushabikia sana tamthilia. Ukija kusikiliza content kubwa ni content ya kuhamasisha uzinzi, content ya kuhamasisha uasherati. Kwa sababu gani? Kwa sababu mfumo wa dunia hii upo kwa ajili ya kuhamasisha dhambi, kuchochea dhambi. Mfumo wa dunia uko kwa ajili ya kuchochea dhambi. Chochea ulevi, uzinzi, uasherati, chochea rushwa. Mfumo wa dunia hii uko kwa ajili ya kuchochea nini? Kuchochea dhambi. Kitu kingine, mfumo wa dunia hii upaza zaidi sauti kwenye vitu visivyo na maana. Vitu visivyo na maana. Sikiliza, vitu ambavyo ni vya maana, vitu ambavyo ni logic, vitu ambavyo vinawasaidia watu, vitu ambavyo vinaweza kumtoa mtu kwenye pointi moja kwenda kwenye pointi nyingine, mfumo wa dunia hii au vishabiki. Hivyo vitu havishabikiwi na watu. Watu hata hawavifuatilii. Watu hawako busy navyo. Unaweza ukaandika hata kitabu ambacho kweli mtu akikisoma kinaweza kikamsaidia, kinaweza kikamtoa kwenye matatizo yake. Lakini watu hawatakifuatilia. Mfumo wa dunia hii hautakihamasisha, hautakipigia chepuo. Kwa sababu gani? Mfumo wa dunia hii unapaza sauti kwenye vitu visivyo na maana. Na ndio maana mfumo wa dunia unataka watu wafuatilie vitu ambavyo haviwasaidii, vitu ambavyo havina maana. Utakuta mfumo wa dunia wakati mwingine unapaza sauti kwenye vitu vya kijinga. Fulani sijui ametembea na mke wa fulani. Fulani amenunua gari. Fulani, vitu ambavyo havikusaidii. Vitu umbea, kufuatilia mambo ya watu wengine. Na ndio maana utakuta kwenye mambo ya media, ukianza kufuatilia media, vitu ambavyo piga asilimia, vitu ambavyo vinafuatiliwa zaidi na watu wengi kwenye media, kwenye vyombo vya habari, kwenye internet, ni vitu ambavyo haviwasaidii. Vitu ambavyo haviwasaidii. Utakuta watu wanawafuatilia watu wengine ambao hawawasaidii. Watu wanafuatilia vitu ambavyo havina tija kwenye maisha yao. Ni vitu vya kijinga, vitu vya kipuzi, vitu ambavyo havina faida. Lakini mfumo wa dunia hii ndio ambavyo unavipazia sauti. Inapaza kweli sauti ili watu waweze kuvifuatilia haswa, na wavifuatilie na vile vile haviwasaidii. Kitu kingine, lengo lake ni nini? Kuwafanya watu wafuatilie vitu ambavyo haviwasaidii, lakini pia ni kuwapotezea watu muda. Na ndio maana watu wako busy kwa vitu ambavyo havina maana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mfumo wa dunia unavipazia sauti hivyo vitu ambavyo havina maana, unavipazia sauti. Mtu yuko busy, kitu hakikusaidii. Ulikifuatilia jana, ukakifuatilia leo, umekifuatilia miaka 5 iliyopita, hakuna faida uliyoiona, bado unaendelea kukifuatilia. Unakifuatilia cha nini? Hicho kitu kinakupotezea muda. Na ndio maana takwimu zinaonyesha watu wanatumia muda mwingi sana kwenye kuchati, kwenye Instagram, kwenye WhatsApp, na ni vitu ambavyo havina faida sana kwenye maisha yao, lakini ndivyo vitu ambavyo vinachukua muda wao mwingi. Kitu kingine, mfumo wa dunia hii huwatunikia, inawatunuku wale wanaowashabikia. Kwa hiyo wale watu, mfumo wa dunia ukiona unaenda sawa sawa na huu mfumo, unaushabikia huu mfumo, ndio unakutunukia, unakuliwadi. Na ndio maana utakuta watu wengi, utakuta wenye fedha ni wale watu ambao utakuta wanaharibu karakta za watu wengine. Ni watu ambao wanaharibu karakta za watu wengine. Anza kufuatilia maisha ya wanamuziki ambao wana fedha nyingi. Anza kufuatilia maisha yao. Maisha yao wako busy kuharibu karakta.
wako bize kuua character nzuri, wako bize kuua maadili. Mfumo una reward, wanajikuta wana fedha. Unawakuta wana fedha. Kwa hiyo lengo ni kuwaaminisha watu kuwa ili wafanikiwe ni lazima wajitoe kutumikia mfumo wa dunia hii. Kwa hiyo lengo ni kuhamasisha watu kwamba ili ufanikiwe wewe, unataka kufanikiwa, okay, basi ni lazima uwe busy kutumikia mfumo wa dunia hii. Kutumikia mfumo wa dunia hii. Kitu cha nane, mfumo wa dunia hii usherekea matokeo na wala sio mchakato wa matokeo. Kwa hiyo unaweza ukajikuta mtu amefanikiwa, mfumo wa dunia hii utatangaza zaidi kwamba huyu mtu amefanikiwa, ili watu watamani yale mafanikio yake. Watu watamani kufikia huko aliko. Lakini mfumo wa dunia haushabiki sana kueleza mchakato aliotumia kufanikiwa. Kuna watu leo unaona wamefanikiwa, lakini mafanikio yao ni ya ovyo. Mchakato wa mafanikio yao ni mchakato ambao umehusisha dhuluma. Mchakato wa mafanikio yao umehusisha rushwa. Mchakato wa mafanikio yao umehusisha kuharibu maadili ya watu wengine. Mfumo unashabikia yale matokeo. Kwa hiyo watu wako bize zaidi kutamani matokeo kuliko kutamani mchakato uliosababisha matokeo. Lengo lake nini? Kuwafanya watu waamini katika bahati, kwamba kumbe naye labda anaweza akatokea akapata bahati akawa kama fulani, akapata bahati akapata fedha. Kupata fedha, kupata kufanikiwa ni mchakato. Tafuta kujua mchakato wa wewe kufanya ufanikiwe, sio kusherekea mafanikio tu ya. Lakini pia kutengeneza watu wawe wavivu, watu wasio wachapakazi, watu wasio watu ambao wanafanya kazi kwa bidii. Unaona? Lakini pia kuwafanya watu wasiamini katika uwezekano, kwamba kutoka kwenye pointi aliyopo inawezekana kabisa naye akafika kwenye pointi ya mafanikio, kwenye pointi ya uzuri. Huu ni mfumo wa dunia. Nimetaja vitu vingi sana. Kwa hiyo usitegemee kwamba mfumo wa dunia upo kwa ajili ya kusupport hali yako. Hapana, mfumo wa dunia, haya ndio mambo ambayo mfumo wa dunia inashabikia. Hizi ndio tabia ambazo zimejaa kwenye mfumo wa dunia. Hizi ndio tabia ambazo zinasherekea mfumo wa dunia. Sasa utakuta watu waliofanikiwa, watu wenye fedha, wanakuwa na kiburi, wanakuwa na jeuri, hawajali kuhusiana na watu wengine. Lakini pia wanaamini kabisa ya kwamba fedha yao inaweza ikawanunua watu wengine. Kupitia fedha yao wanaweza wakanunua watu wengine. Huu ndio mfumo wa dunia. Ni lazima tuwe makini sana na mfumo wa dunia. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza maswali mengi sana. Kwa nini watu hawana huruma? Kwa nini watu wametawaliwa na huu mfumo? Huu mfumo uko kwa ajili ya kuwatawala watu, na watu wametawaliwa na huu mfumo. Na ndio maana tabia zao ziko hivyo unavyoziona. Kwa sababu gani? Mfumo umewatawala. Kwa hiyo ili sasa ujitambue, lazima ujue pia na mazingira ambayo yanatawala mfumo wa dunia hii. Ukishajua haya mazingira, ni rahisi sana kuweza kushinda huu mfumo wa dunia. Nimetaja mambo mengi. Nimetaja tabia nyingi, kwamba mfumo wa dunia unatengeneza tafsiri. Kwa hiyo hii itakusaidia kujua kwamba kumbe tafsiri sahihi ni nini, kuhoji na kujaji tafsiri sahihi ya vitu. Nimetaja pia mfumo wa dunia haujali kuhusu matatizo yako. Kwa hiyo kumbe unatakiwa kujua kwamba I'm responsible, mimi ninawajibika kutoka hapa nilipo kwenda sehemu nyingine. Mfumo wa dunia nimetaja kwamba usherekea na kupaza sauti za watu maarufu na watu wenye fedha. Kwa hiyo ni lazima basi ujifunze kwamba kumbe sitakiwi kushabikia tu watu kwa sababu wana maarufu, kwa sababu wana fedha. Ninatakiwa nijifunze kuhoji vile vitu wanavyozungumza na vile vitu wanavyosema ni vitu sahihi, ni vitu vyenye tija, kwa sababu hawa ndio watu ambao mfumo pia unawatumia kupandikiza character ambazo ni character mbovu, character ambazo ni character zisizofaa. Lakini pia nimetaja kwamba mfumo wa dunia una tabia ya kupamba na kusherekea dhambi.
Kwa hiyo hii itakusaidia kujua kwamba okay, kumbe nikitaka nijitawale na nisitende dhambi, nitende matendo yaliyo basi sitakiwi kushabikia mfumo wa dunia, kwa sababu mfumo wa dunia kazi yake ni kushabikia dhambi, ni kupaza sauti ya dhambi, ni kuifanya dhambi ionekane kama kwamba sio dhambi, kana kwamba ni kitu kinachofaa, kana kwamba ni kitu ambacho. Kwa hiyo kumbe ninatakiwa nisishabikie mfumo wa dunia hii, na ndio maana maandiko yanasema kwamba msienende kama dunia inavyoenenda, bali mfanye upya nia zenu. Lakini pia nimesema kwamba mfumo wa dunia upaza sauti zaidi ya vitu visivyo na maana. Kwa hiyo hii itakusaidia kutumia muda wako kuconcentrate kwenye vitu ambavyo vina maana, vitu ambavyo vinakusaidia, vitu ambavyo vinatija kwenye maisha yako. Nimesema pia mfumo wa dunia huwatunikia wale ambao wanawashabikia. Hii itakusaidia kujua kwamba okay, kumbe sitakiwi nishabikie mfumo wa dunia, kwa sababu nikishabikia mfumo wa dunia maana yake nitahamasisha dhambi, nitasababisha bad character kwa watu wengine, nitasababisha madhara kwenye jamii yangu. Lakini pia mfumo wa dunia usherekea matokeo wala si mchakato. Kumbe wewe unatakiwa ujue sasa mchakato wa hiki kitu, ili nifanikiwe ninatakiwa nipite kwenye mchakato gani, natakiwa nipite kwenye mchakato gani. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinatawala mfumo wa dunia hii. Hizi ni tabia ambazo zinatawala mfumo wa dunia hii. Tutaendelea na somo hili. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia somo hili. Mungu akusaidie. Lengo ni kwamba tuweze kujitambua na tuweze kujitawala. Tuweze kutawala miili yetu, lakini pia tuweze kutawala mazingira yetu. Mungu akubariki sana na nikutakie uwe na wakati mzuri na baraka za Mungu ziwe juu yako. Amina.